Msikilizaji wa 103.3 Classic FM popote pale ambako unafuatilia matangazo haya ya moja kwa moja kutoka Lumumba, Mnazi Mmoja, jijini Dar es Salaam. Leo ni siku nyingine ambayo tuko mahali hapa kwa sababu ya kuzungumza pamoja na wewe msikilizaji juu ya mkesha mkubwa ambao mtumishi wa Mungu mwalimu mwonaji Wali Musa Richard Mwacha ameandaa. Jina langu ni Dr. Esini Alisalia Palanjo. Mkesha ambao uko mbele yetu umepewa jina la farasi mwekundu. Biblia imezungumzia habari ya farasi mwekundu katika maeneo tofauti kwenye Biblia, na imefafanua habari ya farasi mwekundu maana yake ni nini. Maombi haya ni maombi ya vita. Maombi ya farasi mwekundu ni maombi ya vita. Hamna vita yoyote ambayo inapigana au watu wanapigana vita bila sababu. Lazima iwepo sababu kwa nini unapigana vita, na sababu ipo. Nilianza kuzungumza tangia jana kuhusu habari ya safari hii, na nikaonyesha maeneo muhimu ambayo ningependa pia niyapitie kidogo, kuzungumza kwenye hayo maeneo. Katika sanaa ya vita duniani, wale wamesoma mambo ya kijeshi, kuna maeneo au area ambazo vita inapopiganwa, tunajiuliza swali, ni vita ya namna gani ambayo watu wanaenda kupigana. Kiandika kama mafungu manne, ikiwepo vita ya ardhini. Vita ya ardhini ni ile vita ambayo ina include, maana yake majeshi yanaenda kwenye eneo la mpinzani, wanaweza wakaamua wakaingia kwenye mji na milima mirefu. Na nilizungumza kwa nini wanajeshi au kwa nini jeshi linaweza likatumia eneo la milima. Biblia inazungumza kuhusu habari ya vita ya Daudi. Daudi maisha yake yote ambayo aliishi alikuwa ni mtu wa kupigana vita. Sasa kuna kipindi ambacho ilibidi apande mlimani, na katika kupanda mlimani majeshi ya adui Filisti akazunguka ule mlima, yeye akiwa pale juu. Unapokuwa juu ya mlima ni rahisi sana kumpiga adui yako. Wale ambao wamesoma sanaa vita wanajua advantage za kuwa juu, na ndio maana hata wale wazungu au zile empire ambazo zilikuwa zinajengwa zamani walikuwa wanapenda kujenga juu ya mlima. Kwa nini? Kwa sababu wakati adui anapokuja kutoka chini, inakuwa ni rahisi sana kumuona na kuweza mwataki kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo eneo lingine ni eneo la mlima, lakini eneo lingine ni eneo la msituni. Sasa vita ya kidunia ina silaha ambazo zinatumika. Moja ya silaha ni hizo silaha zimegawanyika katika makundi tofauti kutokana na aina ya mpinzani au adui ambaye wanapambana naye uwanjani. Naweza kutumia silaha ambazo tunaweza soft, ambazo ni laini, ambazo sio kubwa, tunasema silaha ndogo, small, hizo silaha ndogo ambazo zina include bunduki,
ikiwa ni pamoja na rifle au bastola au bunduki nyingine ambazo uwezo wake ni wa kawaida, lakini zinaenda kwenye eneo la pili, silaha kubwa, zile machine gun ambazo ni kubwa zile. Ukitoka hapo unaenda mpaka kwenye magari ya kivita. Kwa hiyo inategemea kwamba kwenye ile field upinzani uko vipi, kwa hiyo mtumie silaha ya namna gani. Sasa hiyo ni vita ambayo tunasema ni vita ardhini, lakini vita ya pili ni ile ambayo tunasema inapiganiwa kwenye eneo la maji, au kwa lugha nyingine baharini, lakini inaweza isiwe bahari, ikawa aidha kuna mito mirefu yenye zaidi ya mita 100 200 kwa upana wake ile kuvuka, lakini pia tuna maziwa. Kwa ile vita inaweza ikawa imekuwa located kwenye eneo la bahari. Sasa hapa vikosi ambavyo vinapambana vinakuwa tofauti, kikosi cha ardhini na kikosi ambacho kimesoma sanaa ya vita ya majini vinakuwa ni tofauti. Ya tatu ni ile ya angani, tunasema vita ya angani au vita ya anga, ambayo sasa mpinzani unampiga akiwa angani. Lakini ya nne ni ile ya high space, kwenye anga la juu zaidi, ambalo mkianza kupigana maana yake mtatumia ndio ile ya kushambulia labda satellite na mitambo mingine ambayo iko angani. Sasa the same vile ambavyo mgawanyiko wa vita ya dunia ulivyo, ndivyo pia mgawanyiko wa vita ya kiroho ulivyo. Alikuwa jemedari mmoja ambaye anaitwa kabla ya kubadilika alikuwa anaitwa Sauli. Sauli alikuwa ni mpiganaji, alikuwa ni fighter ambaye alikuwa well trained, na alitengenezwa kwenye kikosi cha kuua, to assassinate. Alikuwa ni mmoja katika wataalamu ambao walitengenezwa kwa ajili ya kuua. Kwa hiyo ilipokuwepo swala la kanisa, yeye ambaye alikuwa ni komanda wa mambo ya kuua, anajua kabisa kwamba mtu nikimpiga sehemu fulani aweze kuchukua muda atakufa. Basi akawa ameomba barua kwa kibali maalum, akasema mimi nipeni kibali kwa sababu ya kuliua kanisa, kuliharibu kanisa. Kwa hiyo aliandikiwa barua kwa ajili ya kuenda sehemu mbalimbali Yerusalemu na sehemu nyingine, ili kuweza kulipiga na kuua wale watu ambao walikuwa wanasema ni wafuasi wa Yesu. Kilichotokea hapo katikati mnakijua. Sasa wakati anaandika kwenye nyaraka zake, wakati anaandika kwenye kitabu cha Efeso 6:12, anazungumza habari ya vita na anaielezea kwa namna ya rohoni, lakini aliweza kuelezea vizuri kwa sababu taaluma yake alikuwa ni mpiganaji. Sasa tunapozungumza sasa kwenye hali ya kawaida katika ulimwengu wa roho, vita imeganyika katika hayo maeneo, na ndio maana wakati Danieli anaomba, Danieli yuko kwenye maombi kwenye nchi ya Ukalidayo, ufalme wa shetani ambao ndio unaosimamia anga, unazuia maombi ya Danieli. Zaidi ya siku 21 Danieli anaomba, lakini hakuna kinachotokea. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu kuna nguvu ya kipepo ambayo inasimama kwenye eneo moja la juu kwa ajili ya kuzuia maombi yasiende. Kwa hiyo ilikuwa ni vita ya anga. Sasa anazungumza habari ya majeshi wa pepo wabaya, anazungumza watu ile roho zenye mamlaka na anga, lakini anazungumza kuhusu wakuu wa dunia, mkuu wa dunia, yule mfalme wa dunia hii
ambayo alikuwa anaitesa dunia. Sasa anazungumza hayo yote kwa namna ya kivita, na mimi nitatumia sanaa hii ya kivita kwa sababu maombi ambayo yataombwa siku ya Ijumaa yatakuwa ni maombi ambayo ni maombi ya farasi mwekundu, lakini kwa jina lingine ni maombi ya vita.